أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله ونستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحييكم بتحية الأمن والأمان. أحييكم بتحية أهل الجنان. أحييكم بتحية السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ndugu wapenzi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuafikia tukawa hai tangu asubuhi mpaka dakika hii. Hii ni neema na ni baraka kwetu sisi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, tukiendelea kwa sasa, kuna mada muhimu ambayo kwamba tutapeana faida mawili matatu, na biidhnillahi Mwenyezi Mungu atuafikie tuwe ni wenye kufaidika katika majalis kama haya. Umuhimu wa kwenda hija, umuhimu wa kwenda kuhiji, na kabla ya kwenda lazima uitayarishe kwa maandalizi ambayo kwamba utakwenda ndani ya Baitullahil Haram huku ukiwa nafsi yako iko huru, iko salama na huna bughdha na mtu yoyote. Maandalizi ni kama haya ambayo kwamba nitayazungumzia. Maandalizi ya kwanza ni maandalizi ya nafsi. Lazima safari uiande kwa ikhlas. Safari yako baada ya kuianda kwa ikhlas, kwanza utangulize toba kwa Mola wako, utubie, ukiri makosa yako na ustaafu yale madhambi ambayo kwamba ulokuwa ukiyafanya. Utakapo kuingia katika Baitullahil Haram uwe tayari ushayafuta madhambi ambayo kwamba ulokuwa nayo. Sasa usubiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada ya hija, naye akupisie kabuli, uwe ni mwenye kufutiwa dhambi zote na urudi nyumbani kama siku ulozaliwa. Maandalizi mengine ni uitakase na utakase moyo wako kisawasawa, na usirudie tena makosa ambayo kwamba ulokuwa ukiyafanya. Utubie kwa Mola wako kama Mola Subhanahu wa Ta'ala alivyotuambia katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu
tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, omba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena utubie toba ya kisawasawa. Jambo lingine, kabla ya kwenda haji, uhakikishe umerudisha haki za watu. Ikiwa umemdhulumu mtu, umemnyang'anya haki yake, umemtukulia zitu zake, uhakikishe umemrudishia, ili uanze kuisafisha tangu huku na ziumbe ambazo kwamba walokuzunguka. Jambo lingine la 4, uhakikishe uliowakosea ukawaombe msamaha ili msameheane. Hapa kuna wengine huwa wamewakosea wazazi wao, na mtu kama huyu utamuona amefunga safari endao zake hija, huku hazungumzi na mamake, huku hazungumzi na babake, huku hazungumzi na nduze, hasikizani na majirani. Ukiangalia kila mmoja humnena kwa uovu. Ili uisafishe ndia yako, uisafishe hija yako, uisafishe ibada yako, lazima ule ulokosana naye urudi ukamwombe msamaha, ili akuridhie moyo wake uwe safi, na wewe safari yako iwe ni yenye furaha. Jambo lingine ambalo kwamba la muhimu, kabla ya kwenda haji, ulipe madeni kwa wale ambao kwamba wanaokudai. Kuna madeni ya aina mbili. Kuna madeni, mfano umetukua deni mahali, sasa ule ambao kwamba ulotukua amekwambia baada ya mwaka mmoja ama miaka miwili kwa mfano, na safari ya hija ikakupata. Sasa deni kama hili usifanye wasiwasi nalo, maadamu uko na mkataba na mtu kama huyo, usifanye wasiwasi. Kuna deni la upande wa pili. Deni la upande wa pili ni umetukua deni kwa mtu, tunene mfano 100,000 ama mfano 70,000. Sasa kabla ya kwenda zako haji, umwende umwambie, bwana, nimekuya kwanza kuya aga nenda zangu haji, na safari hii ni safari ambayo kwamba hakuna guarantee kama utakwenda urudi salama. Hiyo iko katika hazina ya mikono ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi mtu kama huyu, mfano umemlipa, umetukua 50,000, umemlipa 10,000, bado 40,000. Sasa zile 40 umwambie, kwa kuwa mimi nendao uniridhie, nikirudi nitakuwa ni mwenye kukulipa katikati mpaka tumalize. Isitoshe hapo, baada ya kukuridhia uhakikishe umetukua karatasi. Utukue karatasi, uandike ina lake kamili, uandike zile senti ulotukua kwake. Umekopesha 50,000, umempa shilingi 10,000, umebakisha shilingi 40,000. Baada ya 40,000 balance iliyoko ni hiyo. Aweke saini yake, uweke saini yako, utoe kopi ile karatasi. Kopi awe nayo yeye na ile oriji uwe nayo wewe. Umekwenda Maka, umefanya hija yako, umerudi salama, sawa. Umekwenda hija, faradhi imekupitikia kule, kwanza haki ya mtu haitopotea, kwa sababu utakuwa umefuata nidhamu na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya kusafiri kwenda hija, uhakikishe umeandikishana mkataba na ule ambaye kwamba una deni lake ama una zitu zake amekupa. Sasa hapo, baada ya kukubaliana, awe ni yoyote, mfano kama mwanamke ametewa mfano ni dhahabu na mwendani wake ni bangili ama mkufu ama pete, kitu chochote.
kabla ya kuondoka amwendee ule amezompa zile amana kumwekea, amwambie bwana, mimi nimekuwa kukuaga ndao zangu hija, basi na kuomba sasa hizi zitu zako utaniatia nikushikie, ama utakuwa mwenye kuzitukua. Akikwambia nitazitukua, ahlan wa sahlan. Akikwambia baki nazo, isitosheke hapo, tukua nani mpaka kwa sonara, uhakikishe ni ile bangili umeipima ni gramu ngapi. Bangili ya kwanza tunene ni bangili 2, umeandika bangili ya kwanza gramu fulani, bangili ya pili gramu fulani, ni mkufu gramu fulani, ni pete gramu fulani. Uandike ina lake kamili, namba yake ya simu, kisha atie saini yake na wewe utie saini yako, utoe kopi ile karatasi, ili kesho umekwenda huko umerudi sawa, hukurudi zile amana za watu zitakuwa zimehifadhika. Mwenyewe itakuwa rahisi kumwendea ule mtu uliomwatia ama familia, bwana hu marehemu ana amana zangu ni hizi, kwa hivyo naomba, kwa sababu atakuwa ameata kopi katika ile faili yake na wewe una karatasi. Sasa hii ni ndia ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alotufundisha, ili kabla ya kusafiri uhakikishe ni deni kitu chochote umeandikishana mkataba, ili zitu zako ama zitu zake zisipotee. Jambo lingine ni wasia. Wasia ni kitu muhimu katika maisha yetu. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alitusisitiza kabla ya kuondoka kwenda safari, ni wajibu tuandike wasia. Tunene una mtu mzima ndani ya nyumba, humwangalia, humpa madawa, humpa chakula. Sasa ule utakai kumwatia, kwanza uhakikishe umempa ile programu yote, huyu hali chakula hiki, huyu hula dawa hini, na dawa zake zikimalizika kamtukulie mahali fulani. Jambo lingine, uhakikishe peni lako la kuendea katika ibada ya haji ni peni la halali. Uhakikishe peni lako la kuendea katika ibada takatifu ya haji ni peni la halali. Kusanya peni la halali, iwe ni miaka 2, miaka 3, miaka 4. Uhakikishe hata shilingi 10, hata shilingi 5 usiitie katika zile senti ambazo kwamba watakwenda nazo haji, kwa sababu tutakuya kueleza mbele kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuziwia tusende na senti za haramu, ili safari yetu ama ibada yetu ya hija itakuwa yenye kupigwa nayo ya uso. Tukiendelea, maana ya haji ni kitu gani? Haji kilugha ni kukusudia jambo. Haji kilugha ni kukusudia jambo. Kisheria haji ni kukusudia kwenda kuizuru Baitullahi al-Haram, nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilotakasika, kutekeleza amali, matendo na ibada mahsus na sharti mahsus. Hii ndiyo hija maana yake, kwa sababu utakuwa umekwenda kutekeleza nguzo ya 5 ya dini takatifu ya Kiislamu. Kuna sharaful makan, umekwenda mahali patakatifu, yani sharaful makan ni mahali patakatifu, na sharafu zaman, umekwenda katika wakati mtukufu wa masiku 10 ya Dhulhijja. Kwa hivyo hata wewe pia hujaji ni mtukufu, kwa sababu kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amenena, alhujjaju wal ummaru wafdhullahi, mwenye kwenda kufanya hija na mwenye kwenda kufanya umra, hawa ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Tuangalie aya nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, inna awwala baitin wudhiya linnas, inna awwala baiti wudhiya linnas, kwa yakini nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu, yani kufanya ibada, ni ile iliyoko Maka. Inna awwala baitin wudhiya linnasi lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lilalamin, kwa yakini nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada ni ile iliyoko Maka, yenye baraka na uongozi kwa ajili ya walimwengu wote. Mtu wa kwanza kuijenga Kaaba ni Nabii Allahi Adam. Nabii Allahi Adam baada ya kuteremshwa katika ulimwengu kutoka peponi, aliteremkia Sri Lanka, na Bibi Hawa akishuka kutoka peponi alishuka akiwa Jeddah. Basi Nabii Allahi Adam alikuwa akimzengea mkewe kwa muda. Baada ya hapo tutakuya kueleza mbele, wakadirikana katika uwanda wa Arafa, katika ile Jabalu Arafa ama Jabalu Rahma, fataarafa wakayuana, ndio ikamkuliwa siku ya Arafa mwezi 9 Dhulhijja. Baada ya Nabii Allah Adam kuamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aijenge Kaaba, aliamrishwa akiwa kwenye Jabal Abu Kubais. Jabal Abu Kubais liko wapi? Liko Maka, baina ya Jabal Safa na Marwa, kwa nde yake. Hilo jabali zamani lilikuwa urefu wa mita 450 na kitu, mita 455 urefu, likapunguzwa mpaka hiyo sasa nafikiri niko katika mita 35 ama mita 40. Nabii Allah Adam aliamrishwa na Mwenyezi Mungu katika hilo Jabal Abu Kubais kuijenga Kaaba. Kwa hivyo mtu wa kwanza alioijenga Kaaba ni Nabii Allah Adam. Kisha baada ya hapo, baada ya Nabii Allah Nuh kuambiwa ajenge safina kubwa, na Maka ikaya mai, ile Kaaba ikaya mai, kwa sababu ya amri ya Mwenyezi Mungu kumwamrisha Nabii Allah Nuh atengeze safina na awatie ziumbe wawili. Ile Maka ilinyesha mvua kubwa na mai yakaya, ile Kaaba ikaya mai. Kisha ile Hajarul Aswad iliyowea, kuna baadhi ya riwaya ilikwenda kuwa yula Jabal la Abu Kubais. Kwa hivyo hili Jabal Abu Kubais liko na historia kubwa sana katika Uislamu. Na tukiendelea, Nabii Allah Ibrahim aliamrishwa ajenge Kaaba kwenye Jabal Abu Kubais. Kisha pili ya ule tutakuya mbele kueleza, baada ya kuamrishwa ajenge Kaaba, alisaidiana na mwane Ismail kutukua bloki za kujenga Kaaba kwenye Jabal Abu Kubais. Hilo Jabal Abu Kubais kwa sasa imejengwa palace ya mfalme wa Maka, Jabal Abu Kubais kwa sasa. Kisha pia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kurudi Isra wal Miraj, waelezea Makureshi, wengine wakamwambia ni mrongo, wengine wakamwamini. Basi wengine wakamwambia tunataka utuhakikishie kama wewe ni mtume kweli, hunu mwezi umeupasua katikati. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kwenye Jabal Abu Kubais, akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ule mwezi ukapasuka zipande ziwili. Kipande cha kwanza kikawa yula Jabal Abu Kubais, na kipande cha pili cha mwezi kikawa yula Jabal Safa. Kwa hivyo hili jabali liko na historia kubwa sana. Tukiendelea na ibada
umuhimu wa kwenda haji. Fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim, humo kuna ishara zilizo wazi kuonesha utukufu wake na ukongwe wake. Miongoni mwa hizo mahali ni aliposimama Nabii Allah Ibrahim. Fihi ayatun bayinatun, humo kuna ishara zilizokuwa wazi ambazo kwamba huonesha katika ile Maka. Kisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia yeye, waman dakhalahu kana amina, na mwenye kuingia humo anakuwa katika amani, usalama, rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatuwekea kila kitu wazi. Utukufu wa Kaaba. Kaaba ni kitu, ni jengo takatifu, ni mahali patakatifu na ni senta ya ulimwengu. Ile Kaaba Mwenyezi Mungu ameiweka katika senta ya ulimwengu, na Maka ni mahali tahara penye sharafu kubwa kuliko sehemu yoyote duniani. Ndipo Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuwajibishia sisi wajibu twende tukafanye hija, na Mola ameweka hija kuwa ni nguzo ya 5 katika dini yetu takatifu, kama alivyonena katika Qur'ani yake, inna dina indallahi alislam. Tuangalie nukta nyingine muhimu sasa. Mwenyezi Mungu atuambia yeye, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila. Walillahi ala nnasi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajibishia watu hijjul baiti, wafanye hija katika nyumba hiyo. Man istata ilayhi sabila, yule mwenye uwezo kufunga safari kwenda kufanya ibada tukufu ya hija. Kisha tukiendelea na hii aya, waman kafara, na mwenye kukanusha. Waman kafara, na mwenye kukanusha. Huu mwenye kukanusha nani? Tumalize hii aya kisha turudi kwa waman kafara. Waman kafara, na mwenye kukanusha, fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si muhitaji kwa walimwengu wote. Waman kafara, mwenye kukanusha. Tumsikize Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia indhari, akatoa onyo kali kwa kutuambia maneno mazito, akinena kwa yule aliyepoa uwezo na afya na siha na kila kitu katika maisha yake, kisha asinende kufanya hija. Hadithi ilopokelewa na al-Imam Tirmidhi katika jamii yake, na al-Imam Bazar katika musnadi yake, na al-Imam Baihaqi katika Sunanul Kubra yake. Tuangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam hili onyo kali amelitoa kwa mtu aina gani? Man malaka zadan wa rahila tuballighu baitillahi alharam wa lam yahuj falyamut yahudiya au nasraniya. Man malaka zadan wa rahila, mwenye kumiliki uwezo ambao kwamba utamfanya yeye anende hija bila ya matatizo yoyote, uwezo wa mapeni, uwezo wa chakula, uwezo wa senti za kushika ndiani, uwezo wa senti za kuwata huku alikotoka na kuenda katika Baitullahi al-Haram, basi mtu kama huyu asiizuru ile Baitullahi al-Haram. Akifa Yahudi ama akifa Nasara, kwake yeye ni sawa sawa.
Hii ni hadithi ya Mtume, ni hadithi sahihi iliyopokelewa na maimamu watatu. Leo hii alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezifanya safari zetu kuwa rahisi. Zamani watu walikitoka tangu Shaabani wenda zao hija, walikienda kwa taabu, kwa mafarasi, kwa mangamia, kwa maboti, meli, walikitoka kwa gharama zozote. Mtu alikiketi, alikifanya kazi mchana na usiku, wenye kushona kofia, wenye kuzanya samaki, wenye kushona majambi, wenye kujenga, yani kila mmoja alikuwa hufunga kibobwe kuhakikisha lile peni ambalo kwamba la kwenda kufanya ibada ya hija ni peni la halali. Leo hii alhamdulillah, masaa 4:30 tukipanda ndege Nairobi, tukisikilia Jeddah, tayari hapo hapo tuko ndani ya magari ya AC, magari hutupuliza baridi, huku tukawa twendao katika Baitullahil Haram. Zamani ni yua joto, kituo baada ya kituo, mpaka usikilie Maka. Yeo mtu kama huyu Mungu amembariki kila kitu na hutoa kila huja, kila sababu. Mimi siwezi kwenda, kazi yangu nitamwatia nani? Mimi siwezi kuondoka, shughuli yangu ni mwatie nani? Na ukiangalia pasipoti, mtu kama huyu amekwenda karibu nchi 6, nchi 7, pasipoti yake imea mastampu ya kila nchi. Henda India akitukua mabiashara akirudi, henda Dubai akitukua magari akirudi, henda China akitukua bidhaa akirudi akizanya. Yeo hini kwenda kuizuru Baitullahil Haram, kwenda kutimiza nguzo ya 5, mtu kama huyu hutoa huja 90. Basi Mtume hili onyo amezolilitoa kwa huyu mtu ambaye kwamba haya mali yote alionayo, basi akifa yeye saa hizi, Yahudi ama Nasara, kwake yeye ni sawa sawa. Tuangalie hadithi nyingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia na kutunasihi. Mtume atuambia, taajjalu ila alhajj fa inna ahadakum ma yadri ma yaridhuha. Taajjalu ila alhajj, fanyani haraka mwende kuhiji. Fa inna ahadakum, hakika mmoja wenu, ma yadri ma yaridhuha, hayui kitakachomtokea. Nasaha na wasia wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutuhusia umma wake. Wasia kama huno Mtume sallallahu alaihi wasallam hakunena hujo, hakunena hujo nendani mukahiji, amenena taajjalu ila alhajj, fanyani haraka mwende mukahiji. Yeo hii Mola amekupa afya, yeo hii Mola amekupa siha, yeo hii Mola amekupa kila sampuli ya mali, raha, starehe, afya. Sasa kitu gani ambacho kwamba kinachokufanya wewe usende ukafanya ibada ya hija? Muhimu sana kwa mwenye uwezo aende akatimize amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala na maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiiweka wazi, hii ni hadithi ambayo kwamba nimeisoma, imepokewa na al-Imam An-Naisaburi katika musnadi yake na Imam Ahmad katika musnadi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amenena, man arada al-hajja falyataajjal fa innahu qad yamradhu al-marid. Man arada al-hajja falyataajjal, yoyote akiazimia na kunuia kwenda kuhiji, basi afanye haraka akahiji. Fa innahu qad yamradhu al-marid,
Huenda mtu akapatwa na maradhi, akapatwa na ugonjwa, watadhillu dhalla, na kikapotea cha kupotea, wataaridhul haja, na ikatokea dharura, mtu kama huyu asiweze kwenda hija kuhiji. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa afya na utakacho, mwili mzuri, sawa. Ni kitu gani ambacho kwamba kinachokupa kibri na kinachokupa kuiza kwenda kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametusisitiza, kuna aya ziko mbele ambazo kwamba tutakwenda kuzitaya. Kitu ambacho kwamba mtume hapa kutusisitiza, ule amezoazimia kwenda hija afanye haraka akahiji, huenda mtu huyu akapatwa na yambo ama akawa mwe asiweze kwenda kuhiji. Hii ni hadithi ina hikma kubwa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaona wengi na amefikiria huku mbele, kwa kuwa mtu aweza akawa na mali kisa kesho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayatukue yale mali arudi zero, ama mtu awe na mali na afya yake awehutezea ule umri, kisha kesho amekuwa mzee, aanze kuwapa watu uzito, aanze kuwapa watu taabu, kumbeba, kumpeka hija kwa wheelchair na kuangatwa huku na huku. Kwa hivyo hii ni hikma ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutueleza sisi, kutuambia kwa kuwa tufanye haraka kwa ule ambaye kwamba mwenye uwezo wa kwenda kuhiji. Alhamdulillah, kwa wakati hunu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaona amempa mtu uwezo wa mashamba, maduka, mifugo, maboti, magari. Kisa mtu kama huyu aweza uwezo alionao kwenda yeye na familia yake, amtukue babake, mamake, nduze na upande wa mkewe, wanende nao hija. Senti Mungu amezomiliki. Yeo una uhai, kesho utakufa. Yeo ni tajiri, kesho utafukarika. Yeo una afya, kesho utakuwa mgonjwa. Ni nini kinachokupa dhamana kuwa mali yako utabaki nayo milele? Ni kitu gani? Hakuna. Kwa hivyo maadamu Mola amekuruzuku, alhamdulillah, nenda ukahiji kabla ya mauti kukusimamia. Tuangalie aya nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia nini kuhusu Makka? Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani yake, wa idh ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna, na tulipoifanya nyumba yani ya Kaaba iwe mahali pa kuendewa na watu na mahali pa amani na usalama. Kisha kanena iye, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, na mahali alipokuwa akisimama Ibrahim pafanyeni kuwa pa kuswali. Hii ni aya nitakuya kuieleza wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika umra yake ya kwanza. Manake Mtume alifanya umra 4 na haji moja. Wakati wa ile umra yake ya kwanza alipokuwa na kina Saidina Abubakar, Saidina Ali, kina Bilal bin Rabah, Saidina Uthman na wenginewe, baada ya kufanya Saidina Umar akamwambia, baada ya kufanya tawafu wote, Saidina Umar akamwambia, ya Rasulullah, kwani tusiswali sunna raka 2? Mtume akamwambia, mimi siamrishwa na Mwenyezi Mungu kuswali raka 2. Hapo hapo Jibril akateremka na aya rohini akamwambia Mtume, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Basi hapo hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake,
Haya, sasa amri imekuya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tusalini raka mbili. Ndio ile wakati baada ya kumaliza tawaf mahujaj husali raka mbili nyuma ya makam Ibrahim. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Nabii Allah Ibrahim, wahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira beiti. Wahidna ila Ibrahima, na tulimuhusia Ibrahim, wa Ismaila, na Ismail tukawaambia itakaseni, yani waisafishe nyumba yangu. Antahira beiti, yani waisafishe nyumba yangu. Kwa sababu gani? Litaifina, wale wanaoizunguka kwa ajili ya kutufu, walaakifina, na wanaoketi hapo, warukai sujud, na wanaorukuu na kusujudu hapo pia. Hii ni baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwamrisha Nabii Allah Ibrahim aijenge Kaaba. Kama nilivyotangulia kunena, Nabii Allah Ibrahim aliamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aijenge Kaaba. Kaaba ilikuweko msingi ni kuiendeleza. Sasa ile kuiendeleza kwake alisaidiana na kijana chake Ismail, huku akawa ameka tofali kubwa. Nabii Allah Ibrahim hupanda yu akijenga, akisongesha ile matofali mpaka ikatoa nyayo mbili. Nyayo zake ndio hii makamu Ibrahim. Baada ya kumaliza kuijenga Kaaba, basi Nabii Allah Ibrahim alirudi akamwambia Mwenyezi Mungu, tayari nyumba yako nishaijenga, yani nishaijenga Kaaba kwa amri yako, sasa nimeweza kutekeleza wajibu. Kinachofuata ni kitu gani? Ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiteremsha aya, akamwambia waadhin fi nnasi bilhajj, watangazie watu habari za hija, wapate kwenda hija kuhiji. Kisha ikiendelea mbele ni aya waadhin fi nnasi bilhaji yaatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yaatina min kulli fajjin amik, watangazie watu waende wakahiji. Baada ya kuwatangazia wito huu, watakuya watu wazipando punda, farasi, ngamia, na watatoka sehemu mbalimbali katika ulimwengu huu. Sasa Nabii Allah Ibrahim akamwambia Mwenyezi Mungu, hapa Maka hakuna nyumba, ni jangwa, ni mimi na kijana changu na mke wangu, watu hao watakuya iye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, wewe usifanye wasiwasi, wewe si kazi yako, wewe tangaza tu watu waikuhiji. Mimi amri ya kuwafanya hao watu kuya iko kwenye hazina yangu. Basi ndio hii mpaka leo tukawa twafuata amri ya Mwenyezi Mungu, twafuata wito wa Nabii Allah Ibrahim kwa kuenda kufanya ibada ya hija, huku tukiitikia wito wa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tuangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine ambayo kwamba amezotwambia, ya ayuhan nasi, enyi watu, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faradha alaykumul hajja fahujju, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafaradhishia nyinyi hija, basi nendani mukahiji. Maka ni sehemu takatifu, ni sehemu tahara, ni sehemu ambayo kwamba paliposafishwa na palipotukuzwa na penye sharaf kubwa katika ulimwengu huu. Hakuruhusiwi kuingia mtu mchafu wa aina yoyote, isipokuwa awe ameitahirisha tangu akiwa
na azma ya kwenda kufanya ibada kama hii. Tumsikize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia nini. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatusisitiza wakati wa kwenda hija tuende hija tukiwa wasafi? Kuna ile aya imezonena alhajju ashhurun ma'lumat, hija ni miezi maalum. Faman faradha fihinna alhajja, na mwenye kukusudia kwenda hija. Kuna mambo matatu mbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameataya: fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Haya maneno matatu ni muhimu sana kwa ule ambaye kwamba mwenye uwezo wa kwenda katika ibada ya hija. Fala rafatha, asinene maneno machafu, wala fusuka, wala asifanye zitendo zichafu, wala jidala fil hajj, wala asimudhi yoyote katika ibada tukufu ya hija. Hapa hikma ya Mwenyezi Mungu kutoa hii aya, alhajju ashhur maalumat, hija ni miezi maalum. Miezi maalum ni miezi gani? Miezi maalum ni Shawwal, ile siku ya Idi ikiingia mwezi kwanza, na Dhulqaada na Dhulhijja, zile siku 10 za haji. Hii ndo ashhurul hurum. Kisha faman faradha fihinna alhajja, na mwenye kukusudia kufanya hija katika miezi hiyo, fala rafatha, asinene maneno machafu. Yani Mwenyezi Mungu ashakuweka kwenye miko, hufai kunena maneno machafu, hufai kufanya mambo machafu, hufai kumuudhi yoyote katika ibada yako ya haji. Sasa hapo mwanadamu anapokuwa katika miko kama hini, ndo uande kuitahirisha kwa kuitakasa nafsi yako, kwa kuutakasa mwili wako, kwa kuitakasa wewe na wale walioko ndani ya nyumba yako. Kwanza uombe toba tangu huku kabla huyasikilia katika Baitullahil Haram, kisha uombe msamaha kwa kila ule uliomkosea, uwete adhkari, uwete istighfar, umuombe Mwenyezi Mungu kwa kuwa mimi umenipa uwezo na hiya sasa nimeazimia kuya kukuzuru, kuya kuizuru Baitullahil Haram kama ulivyotuamrisha. Sasa na miko hini mtu akisha kuishika iwe ni miko mpaka kufa kwake, kwa sababu utakapokwenda hija ukafanya hija vile inavyotakikana, kwa sababu Mtume atuambia ule mwenye kufanya hija na akaifanya ikatekelezeka kisawasawa, basi malipo yake ni pepo. Kwa hivyo tukimalizia, hii ndo umuhimu wa haji, umuhimu wa kwenda hija. Kwanza uiandae kinafsia, uiandae kisaikolojia, na uiandae kwa kuifundisha mambo ambayo kwamba yatakulazimu unende kuyatekeleza katika ibada ya hija. Kwa hivyo tutakomea hapa leo biidhnillahi. Kwa episode nyingine itakayokuya tutakuwa ni wenye kukumbushana na kuelezeana mawili matatu na kupeana faida katika safari ya hija, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuafikie na atupe uwezo, atupe afya, atupe siha, twende tukaizuru Baitullahil Haram kila mwaka biidhnillah. Na kwa ule ambaye kwamba hana uwezo na umetamani kwenda kuizuru Baitullahil Haram, kuna dua nitakupa. Kwanza, dua ya kwanza
uswali rakaa mbili wakati wowote, salatul hajat, uswali rakaa mbili, umwelekee Mwenyezi Mungu, Bwana Mola, mimi sina uwezo na umetufaradhishia kwenda kuhiji, mimi nataka unipeke hija kama wale waja wako wengine ulivyowapeka. Umuombe Mwenyezi Mungu kwa ikhlas, umuombe Mwenyezi Mungu kwa takwa Allah biidhnillah, na umswalie mtumi sana kila ukiketi. Bwana Mola, nataka unipeke kwa mtumi. Bwana Mola, nataka unipeke hija. Bwana Mola, unipe uwezo, na kupa guarantee na utakuwa kunikumbuka. Mungu atakupa uwezo na utakwenda zako hija. Mwaka yuzi tulikuwa hija, kuna mzee mmoja Tanzania, alikuwa ni tongo. Sasa akawatamani kwenda hija, na ye maskini. Basi kila siku akawa humswalia mtumi mara 7,000. Kila siku humswalia mtumi mara 7,000. Huweta adhkari kwa wingi, humuomba Mwenyezi Mungu, Bwana Mola, nataka kwenda kuizuru Baitullahil Haram na nataka kwenda kumzuru mtumi sallallahu alaihi wasallam. Siku ya kwanza mara 7,000 alimswalia mtumi, siku ya pili mara 7,000, akiwa na yakini, akiinuka usiku akiswali tahajjud witri kumomba Mwenyezi Mungu, nataka kwenda Maka. Siku ya 7 asubuhi mlango uligongwa, ulibishwa, akaya mtu akamwambia, wewe ni fulani, ende basi, safari hii tutakwenda haji pamoja, Mwenyezi Mungu amekuitikia dua yako. Mzee, uko na pasipoti? Sina pasipoti. Basi usijali, gharama zote kwenda na kurudi na chakula cha kupata nyumbani, senti za kupata nyumbani, mimi nitakupa. Basi mtu kama huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mtume ametuambia innamal a'malu binniyat, ile nia yake ya kutaka kwenda kwa mtume, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtukua, amempeka Maka, amekwenda kuhiji na amehiji huko, amerudi zake bila wasiwasi. Kwa hivyo ikiwa wewe huna nafasi ya kwenda, usinene mimi nitakwenda hiyo 7,000 8,000. Usife moyo, hizi pumzi alotupa ni Mwenyezi Mungu. Hizi hatua tunazokwenda, usindizi, kulala, kuinuka, ziko kwenye hazina yake. Atashindwa kutupeka hija? Hashindwi. Kwa hivyo kuna dua ya kwanza ni hini, uikariri kila wakati, wa ufawidhu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad, wa ufawidhu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Kwanza ni hiyo, kumswalia mtume. Mswalie mtume sana, kila ukiketi wewe mswalie mtume, Bwana Mola nipeka hija hunu mwaka ujao nende hija. Kila ukiketi mswalie mtume kwa wingi, ukiweko barabarani, ukiweko nyumbani, kabla ya kulala, inuka usiku, ama umekuwa zako msikitini saa 10, mwadhini wa kwanza wa pili, tenga kipembe, uswali swalatul hajat, umombe Mwenyezi Mungu. Na hakuna mahali katika sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu huipokea dua kwa haraka kama mahali kwenye sijida, mwanadamu anaposujudu. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa uko karibu sana na mja wake. Basi itumie nafasi ile, umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada subhana rabbiyal ala wa bihamdi, umswalie mtume sana, ya latifu utoe sana, wa ufawidhu amri lillahi inna Allah basirun bil ibadi pale sana. Kisha umambie Mwenyezi Mungu, nipeka na mimi hija, na kwa taufiki yake na kwa rehma zake na kwa shifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam utakuya kinyozi ama utapigia simu, banyenye niko kwenye safari ya hija, tuenzetu pamoja biidhnillah. Tumalizie kwa dua, kila mmoja atie nia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa miezi mitukufu hini, Mwenyezi Mungu atupe uwezo wa kwenda na kurudi, twende tukaizuru Baitullahil Haram
na twende tukamzuru na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa ila hadrati rasuli nabi nuru sayyidina Muhammad al-Mustafa al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ballighna hajjah, Allahumma ballighna Makkah al-Mukarram, Allahumma ballighna umrah, Allahumma ballighna Arafah, Allahumma ballighna Muzdalifah, Allahumma arzuqna ziyara fi baitillahil haram, Allahumma arzuqna hajja kama hajja an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma afina waltuf bina wahfadhna wal muslimin. Allahumma qina waqfina wa iyyahum sharra masa'ibid dunya wad din. Allahumma ajjil bifarajika alaina ya Rabbi wa ala kafatil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.